Mliopo mna bahati kubwa sana, yani nyinyi ambao tayari mliamua mwende hija na mko katika utaratibu wa safari, bali mnasubiri tu mipango ya Mwenyezi Mungu ifike hiyo tarehe. Mna bahati kubwa sana kwa sababu Waislamu wale wengi hawajahamasika kufanya hija. Mimi siamini sana kwa tatizo la hija ni pesa. Siamini sana. Ingawaje zinatakiwa pesa, lakini ufinyu wa idadi ya watu tulionao hautokani na kutokuwa na pesa. Watu wana pesa wanafanya mengi sana, na mengine ya kipuuzi, mengine ni madhambi, na wao ni Waislamu kwa kutumia pesa hizo hizo. Na mtu ukimtajia habari ya hija anaona la, tunatia mashaka pia upande wa imani zinalega lega. Ndugu yangu alinigusia baadhi ya vitu kama vile elimu ya hija nayo watu hawajajua, ni katiki kweli. Lakini pia na viongozi wa hija baadhi yao wanachangia, sababu wengine matapeli, wengine malaghai. Mtu ashasikia mwenzake hija yenyewe tawafu imeishia airport pale, ana hamu tena. Kwa hiyo kweli tumechangia vitu mbalimbali kukwaza hili jambo, lakini kwa kweli sasa ikitokea katika mazingira finyu kama haya, wewe Mwenyezi Mungu amekupa ujasiri na uwezo ukaweza kuwa safarini, kesho kutwa utakuwa safarini, ni jambo la kushukuru na ni jambo la kumrudishia shukrani Allah kukuwezesha akakutoa mashaka yote hayo, akakutoa hofu zote hizo, uoga wote huo, ukaamua kufanya hivyo. Lakini pia nyingine, mko na mtu bado afya yake inaruhusu, ni kijana bado, labda kama utataka kumuita mzee litabidi useme mzee kijana. Ni watu ambao mtu muwazi unaweza ukamwambia bila hofu na yeye akakwambia kwa kweli ni jambo zuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nitasema yangu machache, lakini kwa kuwa sijui mlipoanzia, mimi itabidi tu niseme sote tuko katika msafara wa ibada ya hija. Tutahitaji kujua utofauti wa safari hii na safari nyingine. Eneo la kwanza ambalo huwa tunafeli katika ibada za hija, kutojua utofauti mkubwa wa safari ya hija na safari nyingine. Lakini pia kutojua utofauti wa miji hii ambayo tunaiendea, Maka na Madina, na ilivyo miji mingine. Ukiingia Maka kama vile unavotalii mji wote mwingine usio kwa Maka. Ukienda safari ya hija kwa hisia na mitazamo kama safari nyingine, huwezi kufanya vizuri. Huwezi kufanya vizuri hata kama umeelekezwa namna gani. Unatakiwa uende Maka ukijua ninapoenda ni mahala tofauti kabisa. Siki majengo, siki ardhi. Unaweza kukuta ardhi yetu nzuri ya kijani, na kule ni mawe tu, miamba tu, lakini sio hiyo. Wewe unatakiwa uende ukiheshimu kwamba huu miji yote hii inapewa hadhi na watu wenye mamlaka zao. Wanakaa wanasema kuanzia tarehe ya leo Singida itakuwa na hadhi ya jiji. Basi hakuna wa kugoma. Wewe sasa itakuwaje bwana, mijiti mipori ile mnaita jiji? Wakishasema wao limepita. Kweli si kweli? Lakini Maka al-Mukarrama hadhi hii kaipa Allah mwenyewe. Sasa huo ni utofauti mkubwa. Hakuna mji wowote duniani uliopewa hadhi na Allah, ukapewa heshima kwamba mji huu ukiingia usifanye hivi, marufuku hivi. Hakuna zaidi ya Maka al-Mukarrama. Sasa cha kwanza unachotakiwa, mbali hayo mengine kutufu kwenda sai, ujue kwamba naingia katika mji wenye heshima kubwa na hakuna duniani kama huu. Kwa maana hiyo sasa wewe usiangalie watu,
utakuta watu kama wale ambao wako huku wastaarabu, na si ajabu Allah tustiri ukakuta hata washenzi. Sasa usiangalia kumbe hivi bwana, si afadhali Manzese, tayari ushaumia. Uwezi ukifananisha Maka na Manzese kivipi? Wewe chunga adabu zako, heshima zako, kwamba huu ni mji wa Allah, ameupa hadhi mwenyewe, na kwa kila mwaka kuna utaratibu anapokea watalii wake wanauzuru huu, kwa kuwa ni fardhi na sio hiari. Na mimi na wewe ni bahati kubwa kwetu kuwa ni miongoni mwa hao wanaozuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utukufu unaanzia wapi? Kwingi tu. Assalamu wa rahmatullah. Makkah al-Mukarrama kabla haujawa mji ni jangwa tu. Allah mwenyewe alimtuma Ibrahim salatu wassalam auendee uwanda huu na afanye dua kuombea khairati eneo hili. Ibrahimu alifanya hivyo. Allah tabaraka wa taala anasema akimnukuu Ibrahim aliposimama eneo hilo akaomba, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, rabbi ij'al hadha baladan amina, e Mola mlezi na kuomba jalia eneo hili, ukanda huu nijalie nini? Baladan amina, uwe mji wenye amani. Jalia, tengeneza asbabu unazozijua mwenyewe, lakini mwisho yote pawe na baladan amina. Kuna na mengi kule ya kuwaombea watu riziki na kadha, lakini sio mahala tunapokusudia. Imekwenda hivyo na dua ikakubaliwa, na kweli Maka ikaja ikawa mji. Nabii wa Mwenyezi Mungu Ibrahim alayhi salam huyu anakuja mara ya pili, anaombea mji. Sasa ushakuwa mji, anauombea rabbi ja'al hadha albalada, e Mola na kuomba Mola mlezi, jaalia mji huu, rabbi ja'al hadha albalada aminan, jaalia mji huu uwe ni mji wenye amani. Utaona kwenye hatua zote amani iko katika kinywa cha Ibrahim alayhi salam, na ndio kitu ambacho utakikuta hata wanavyoni wetu wanapotaja masharti ya kumlazimu mtu ahiji, mojawapo utakuta njia iwe ni salama. Huwezi kwenda mahala aidha kwenu au uendako maroketi yanarushwa. Roketi inafikia wakati haichagui bodi hii ya ndege ya abiria au ndege ya kivita. Imekwenda ukawa mji uko hivyo. Allah tabaraka wa taala akambainishia michoro ya wapi al-Kaaba ijengwe Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Wanatuambia wanavyoni ilikuwa ilianza si na malaika, lakini hatimaye akatokea ikafifilika, lakini akambainishia Ibrahim. Tunataka uone utofauti. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, kumbuka tulipombainishia Ibrahim alayhi salam makana albayt, mahala inapotakiwa al-Kaaba kujengwa. Humu ni nyumba gani, ni eneo gani? Awe mchora ramani ni Allah jalla waala. Ni nyumba gani na mahala gani? Jengo hilo Ibrahim anakuwa ndio mkandarasi wenyewe wa kujenga. Wapi unapata?
hakuna, ni pale tu. Wa idh bawwa'na, kumbuka tulipombainishia Ibrahim, Mtume Ibrahim, makana albayt, mahala pa kujengwa nyumba hiyo al-Kaaba, ni hapa, jenga hapa, pitisha humu mpaka mwisho. Kwa Ibrahim akajenga nyumba, ndio hiyo itaitwa al-Kaaba. Wale ambao washaiona wataendelea kuiona, na wale ambao bado Allah ataturuzuku tutaiona na tutaishika, tutaigusa, tutaizunguka inshallah. Sasa nyumba hii ikishajengwa, mtu huyu anatumwa na Mwenyezi Mungu. Nyumba ishajengwa, anamtuma mtume wake atangaze, atoe wito, watu watoke watokako waje hapa. Waadhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu kokote waliko duniani. Waadhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu waje kuhiji hapa. Mtiririko, eneo limeombewa, jengo limeombewa, sasa wito watu waje hapa. Waadhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu waje kuhiji. Riwaya na mapokezi ya kiilmu yaliyo sahihi yanasema Nabii Allah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alishangaa mno. Angemwambia watangazie waumini wale waje hapa, ingekuwa anajua waumini ni kina nani. Lakini waadhin fi nasi, watu. Nafikaje? Natumia teknolojia gani ujumbe huu ufike kwa watu, sio mtu? Allah kwa njia hiyo ya wahi alimwambia, jukumu lako ni kutangaza, watafikaje hiyo niachie mie. Kwa maana ujumbe utafikaje kwa watu? Manake ujumbe huu lazima ufike kwa waliopo duniani wakati ule na watakaozaliwa mpaka kiyama kitasimama. Lazima ujumbe ufike. Unafikaje? Akamwambia, ni wajibu wako kutangaza, na hiyo ni kazi yangu mimi kufikisha ujumbe kwa kila mmoja. Kwenye aya hii Allah anazidi kutufahamisha, alipomwambia huyu bwana tangaza, waadhim fi nnasi bilhaji, watangazie watu waje kuhiji. Maana ya kuhiji ni kutekeleza ibada ya hija. Kuhiji maana yake nini? Ni kufanya safari kutoka ulipo, mguu mosi mguu pili, una baiskeli, kwa miguu, kwa ndege, kwa jahazi, kwa mtumbwi, na kama wale jamaa zangu kwa ungo. Utakapojaliwa la msingi ufike kule. Allah akasema ya'tuka rijalan, na kuhakikishia hivyo, ya'tuka rijalan, watakujia watu kwa miguu, wakitembea kwa miguu. Si rijali kwa maana wanamume, hapana. Rijalan, watakujia ilhali wanatembea kwa miguu. Maana yake kuna watu wengine hapo al-Kaaba sio mbali sana kuhitaji vyombo vya usafiri, lakini kuna wengine watalazimika wapande wanyama, mapikipiki, madege na magari na kadha. Wa ala kulli dhamir, na wengine akiwa wamepanda kila aina za wanyama waliokonda, si kwa maradhi, hapana, kwa masafa marefu watokako. Adhamir ni mnyama aliyekonda kutokana na athari za kutumia mwendo mkubwa. Tunapotaka tufikie, anasema jalla waala, yatina, watakuja hapa Makka, min kulli fajjin amiq,
kutoka kila sehemu ya mbali huko. Na kweli ukiwa pale, wa China utawaona, wa Faransa utawaona, wa Italiano utawaona, wa Arabu utawaona, wa Hindi utawaona, wazungu utawaona, wa Japani utawaona. Kwa kifupi, makundi yote ya watu utaona pale. Mtofautiana, hawa wengi sana kuliko hawa. Utawaona kiasi kwamba utajiona kumbe mimi mpuuzi ndio kwa siji huku. Wanakuja hao wote hao. Maana sisi kwa ujinga wetu na maasi yetu, ukiona mtu anafanya sana ibada mpaka na swali unaona kama kaishiwa bwana. Ashafulia yule, maisha yamemwisha. Lakini ukienda pale unamuona mtu ameweka hivi Allahu Akbar kama muda wa sala, wewe umeinuka umesali rakaa mbili umemaliza, yeye amekaa tu hivi. Yuhai kweli yule, yuhai, analia. Ukiuliza tambia yule ndio waziri mkuu wa Canada yule. Hata waziri mkuu pia ndio. Sisi tumewekea hizi hija ni kama ibada za madarweshi watu wanyonge hivi. Lakini pale utaona watu, utaambia yule ndio general kadha, yule kadha, yule kadha, yuko pale. Kumbe mimi niwaacha kuabudu, niwaacha kuja huku, mimi ni mjinga fulani tu. Bali hata kama shetani wako anakudanganya udhanie Mungu ana shida na watu, utaona kama kweli ingekuwa na shida, mijitu yote hii sinamtosha. Mie nini? Mpaka utafikia wakati hivi mimi kweli hata nikifanya hivi anajua kama ninafanya kitu. Utajiona wewe mdogo mbele ya Jalla waala, ambapo kwa sasa unajiona wewe mkubwa sana kwa visenti vyako, kwa hizo ndururu zako, watu mpaka wakupinde kwa maslahi yako mwenyewe. Unaenda Uchina kila wiki, lakini kwenda hapo ni kwa madege haya makubwa mnopanda masaa 8 tu. Masaa 8, labda upite ruti nyingine. Leo kama itatokea direct flight Jeddah, masaa 8 tu umefika. Wakati mtu atume masaa 12 ndio wapi, Indonesia, Copenhagen, kwingi yuko angani tu. Lakini hiyo hana hoja. Anarudi na kusifia bana, kule kuna hivi, kuna hivi, kule bana hata vyura wanauza mahotelini. Mtu mmoja ananisafiria anambia Canada, ukitaka uvuliwe shati ingia hotelini uode supu ya chura yule wa kijani yule. Uulize bei mapema, vinginevyo utashindwa kulipa au shati utaliacha hapo. Sasa unanisifilia kitu gani? Ukimwambia maka ushakwenda huko sijajaliwa. Nini? Sijajaliwa. Huku umejaliwa, huku hujajaliwa. Imani imekuwa finyu. Allah anasema yatina min kulli fajjin amiq. Watakujia kutoka kila sehemu za mbali, watakuja tu. Hapa ndipo lilipo somo. Wanafata nini? Liyashhadu manafi'a lahum. Wanakuja hapa ili washuhudie, wahudhurie manafi'a lahum, ibada yenye manufaa mengi kwao, sio kwa Mungu. Kwa Mungu, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha wama rabbuka bidhallamin lilabid. Hawana shida. Wewe nani? Kitu gani? Kidubasha gani? Liyashhadu, ili washuhudie, wahudhurie manafi'a lahum, ibada yenye manufaa mengi kwao. Manafi ni wingi wa neno manfaa. Sasa hapa ametaja manafi'a lahum. Alipoulizwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na yeye kwa tazkia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ni gwiji wa tafsiri. Yeye kasema ala jueni innaha manafi'u dunya wal akhirah. Hija ina manufaa mengi ya dunia na akhera. Unaona unatumia visenti vyako, lakini kuna manufaa mengi ya dunia na akhera ambayo mtu anayapata. Mwenyezi Mungu kwa makusudi, wewe utaona ile Kaaba, kijengo kile cha mraba, matofali toka enzi hizo, hata ikibomoka matofali,
lakini jengo lenyewe hadhi yake ni hiyo Kaaba, limefunikwa tambara jeusi maalum kabisa. Lakini kwa maelekezo ya Allah dunia nzima inafaidika na jengo lile, dunia nzima, haijalishi Waislamu au si Waislamu. Allah anasema ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama, Allah kaifanya al-Kaaba ile ni nyumba tukufu qiyaman linnas, inasimamia mambo ya watu, ile watu wanaishi kwa al-Kaaba. Wasuudi ukimalizika msimu wa hija wenye magofu yao nini wanapata maisha ya mwaka mzima kupitia pango tu. Airlines duniani hizi, haijalishi British ya Fransa za makafiri hizo, wanakuwa na ruti nyingi duniani kwa ajili ya mahujaji. Wanachokifuata kile kidude unachokiona tu. Kama si kile, nani anaenda kule? Fuata nini? Hakuna twiga kule wala ng'ombe mwitu wala punda milia. Unafuata nini? Lakini Allah kaiweka ile, anasema ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman linnas. Ile inasimamia mambo ya watu. Mambo ya watu yanawaendea watu mambo yao kwa kijumba kile. Sasa usiseme ikiwa hivyo siendi ni wakomoe, hapana. Pamoja na kuwa wanafaidika, ndio anakuambia na wewe nenda. Na ukienda kule kuna manufaa ya dunia na akhera utayachuma. Amen. Mbona tumia tu, kwani kuchuma mpaka uingize hela? Wewe tu akili yako kwa kawaida unakupata ni kule kuwa na hela wakati ule. Lakini Allah zaidi ya hela. Yashasema nenda liyashhadu manafi'a lahum, ili watu wakashuhudie, wahudhurie ibada yenye manufaa kwao. Na kama tulivyoashiria, aina zote za wito wa hija hakulitumia neno enyi wauminu, enyi waislamu, enyi wacha Mungu, enyi maustadhi, enyi mashaikh. Katumia neno watu, kana kwamba wangetokea makafiri wakuuza hata si sema hata nyie. Lakini hija sasa ukiingia kule ina masharti yake, ni namna ya kuwaita watu kiukarimu. Ukifika pale bwana, masharti kweli, tangazo hilo wote mnaalikwa, lakini masharti hapa uje na kadi hiyo, masharti hapa usivae kanda mbili hapa, masharti hapa usivae jinsi jengo hili, masharti hapa. Sasa kama kwamba Allah sema hii hija ni ya wote, wewe kama una shida labda kafiri, silimu tu mara moja, kwani Uislamu unauzwa? Kutamka shahada kuna ada inayotolewa. Kana kwamba nataka mji wote mfaidike hapa. Kama wewe unakwazwa na ukafiri, silimu. Tatizo liko wapi? Kama unakwazwa na unafiki wako, achana na unafiki. Mimi ningetamani wote mje. Ndio maana linatumika kila utapokuta ya hija, lazima itakuwa inazungumzia neno nas. Kwa mfano, waadhin fi nas. Simuona hiyo? Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas walillahi ala nas. Hukuti inataja habari ya waumini, kuonesha kana kwamba ikiwezekana nyote njoni, kama mchujo utajulikana baadaye. Sasa wewe Muislamu ambaye ndio mwenyewe, na hasa wewe mwanamke, sababu ndio wenyewe sana, ukisoma ibada ya hija utakuta wao ndio wenyewe sana, ndio wenyewe sana. Mambo yote haya ni hawa. Mama ule na kichanga chake pale ndio chanzo chote hicho. Na mpaka kesho kutwa utaona katika nguzo za hija mlizosoma, moja wapo ni asai baina Safa wal Marwa. Hii ni kuhuisha na kuenzi hangaiko la Mama Hajar. Kichanga kinalia pale karibu na Al-Kaaba, kinasukuma miguu, yeye anahangaika, anapanda huko Safa, anaangalia labda tuna mahala ishara ya maji ya Rabbi, angalau mahali sikiviota vijani japo kwa uchuro hivi, maana kijangwa. Anaenda mpaka huku Marwa kweupe, anarudi tena huku mpaka zikafikia mara hizo 7, akaona wacha narudi, anakuta kitoto kimesukuma miguu pale alipokiacha. Viguu sio kalveta, si boroduza, hakuna viguu, na maji yanachimbuka.
maji yanafanya nini? Yanachimbuka. Sasa hili jambo alilofanya huyu mama, Allah sema lazima muenzi hiyo juhudi ya huyo mama, na naweka kuwa ni nguzo. Usipofanya hivyo hija hakuna. Urande na wewe vile vile unakuja toa Safa na utatembea sana, ni ndani ya msikiti, lakini ukimaliza ile umetembea zaidi ya kilomita 3 na pointi kadhaa. Sasa turudi kwenye maelezo ya msingi, ni kwamba hii ibada Allah ana vitu na makusudi yake aliyokusudia kwa umma huu wa Muhammad SAW na wengine, kwa sababu ni ibada pekee ambayo tuna dozi ya aina moja. Kwa mfano ukija kwenye funga tunaambiwa tu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, lakini haikuwa funga zao mwezi wa Ramadhani. Hatuna ushahidi kwamba watu wa Nuhu walifunga Ramadhani, watu wa Shuaiba ilikuwa Ramadhani. Itakuwa ni funga lakini pengine miezi kadhaa mingine. Itakuwa funga lakini masiku ni tofauti. Lakini alivyofanya tawafu Ibrahim ndio utakavyofanya wewe. Alivyofanya Safa na Marwa Ibrahim na wewe utafanya hivyo hivyo. Yani hatuna takriban ibada ambayo tunaenda sawa kwa sawa katika kila hali ila hii ya hija. Aliposimama Arafa Muhammad SAW na wewe utaenda hapo hapo Arafa. Lakini kwenye hilo unakuja umuhimu sasa huwa kujifunza, kwa sababu tuna ushuhuda wengine hawasimami Arafa kwa kutokujifunza. Kujifunza na kukubaliana na hawa viongozi wenu ni muhimu sana. Nitoe mfano, pale Arafa kuna msikiti mkubwa sana ule. Mkubwa kweli kweli. Siku ya mwezi 9 watu wakiwa Arafati wanajaa mle msikitini. Na wengine wanakuwa katika maviwanja ya wazi kwenye mahema na kadhalika. Hata ule msikiti kwa ukubwa wake una sehemu iko ndani ya mipaka ya Arafa, na una kisehemu nyingine kubwa pia uko nje ya mipaka ya Arafa. Tuko pamoja? Wewe unaweza ukahishinda kwenye hema lenu, mwingia kwa mimi alhamdulillah mzee bana nilikuwa siko nani, nilikuwa kwa msikitini mpaka ule muda unaisha. Ulikuwa msikitini sehemu gani? Pale. Wewe kusimama Arafa, ulikuwa nje ya boda za Arafa. Umedanganyika ndani ya msikiti, lakini ndani ya msikiti, lakini hicho kipande ulichokaa wewe kiko nje ya eneo la Arafa. Hukusimama Arafa, na kwa maana hiyo hija hakuna. Labda ukijaliwa mwakani. Allahumma la taj'alna. Na inawezekana pia nje, sio msikitini. Eneo ni kubwa lile. Viongozi wenu hawa ndio wanajua jamani hapa tuko ndani ya mipaka. Sasa usitie ujanja wako tukaona hapa, sikule tusipotee. Ukenda huko linakuchwea huko. Itasoma kule kwa Mungu kwamba wewe kusimama Arafa. Kwa hivyo lazima haya mambo tuyajue na uzito wake, lakini pia hawa ambao wamebeba dhamana tukubaliane na maelekezo. Jamani kaeni hapa, fanyeni hili na hili na lile. Lakini hiyo Arafa kuna kijieneo kijilima. Nabii wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasalam aliwahi kusimama eneo hilo kama kijukwaa kwa ajili ya hotuba. Watu wetu wanapenda sana aongezee kwenye CV yake kwamba na mimi nilipanda mpaka pale. Kiutalii sio tatizo, lakini haimo katika matendo ya hija wewe upande kwenye kijilima kile kinaitwa Jabal Rahma. Watu wanangangania kama wanadandia lori. Ikitokea umepachuka umeumia, utapata dhambi ya kujiumiza. Wala hutopata thawabu kwamba alikuwa na jitihada ya kuparamia juu. Hujatumwa na mtu, wewe wako tu. Lakini hata ukifanikiwa kupanda usiumie. Huwezi ukawa na alama ya ziada kwamba wasahihishaji wa hija kule wakupe alama ya ziada angalau nusu maxi. Kwa nini mmemzidisha nusu? Huyu alipanda mlimani bwana. Hakuna. Bali kama ulipanda ukidhania kuna fadhila na dhambi kidogo zitakuwepo. Utakatwa alama. Umezua katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ibada inahitaji kusomwa. Sababu ibada ya hija 90% ni matendo, sio maneno ya kusoma.
Maneno ya kusoma watu wanasoma dhikri, nyiradi, salatu ala nabii, Qur'ani, kutumia fursa yuko eneo tukufu afanye mambo matukufu. Lakini hija yenyewe ni matendo, mchaka watu. Turudi pale kwenye hija, tukifika tunapata nini? Liyashhadu manafi'a lahu. Tunakuwa katika hija ili kushuhudia manufaa makubwa yaliyopo. Na hija ina matendo mengi, mengine ni nguzo, mengine sio nguzo, lakini kwenye hija yanaitwa wajib, na yako mengine yanaitwa sunna. Ningependa nitaje matendo nguzo ambayo mshayasoma, ili mtu ajue kwamba nikiwa nimeliacha hili nimevuruga kitu kiasi gani. Maana kwa hujui uzito wa vitu, yani hiki kina daraja gani, unaweza ukafanya jambo baya sana kwa kutafuta upate jambo zuri kiduchu. Kwa mfano, kwenye misikiti yetu hii ni jambo lisilofaa kabisa kama watu wamewahi msikitini swala jamaa, hasa Ijumaa, umejipanga vizuri safu, hawakuzembea kuacha mianya ya ovyo ovyo, umekaa vizuri tu. Wewe ukachelewa kule, una adjust watu karibu 10 ili upate kuweka mguu huu, na wengine wanavutana 10 ili uweke mguu huu, ili mradi tu uweze kukaa mbele. Unawakanyaga watu mabega yao ili uingie. Kitendo chako hicho kwa uchache ni makruhu, lakini kiusahihi ni haramu. Sasa mtu anafanya haramu ili apate sunna ya kukaa safu ya mbele. Si tunaelewana? Anatenda haramu ili apate nini? Sunna ya kukaa safu ya mbele. Sasa hiyo si sahihi. Unafanya jambo ambalo la haramu, la kukutia dhambi, ili ufanye jambo ambalo la kuwahi safu ya mbele. Ukitaka kuwahi, wahi kwa wakati. Sasa matendo ambayo tunayaita nguzo ni yale ambayo nimeyasoma. Kule kutia nia, ambapo kwenye lugha ya hija tunaita ihram. Kule kuizunguka al-Kaaba, ambapo katika lugha ya hija tunaita tawaf. Kule kutembea Safa na Marwa, ambapo katika lugha ya hija tunaita sa'i. Kunyoa pia au kupunguza. Sasa haya mambo yakikosekana kwenye utendaji wake mtu, hija haipo kabisa. Na hata akitoa milioni za dola kwamba hizi sadaka, fidia, ili kuziba mapungufu, haitakubalika. Mambo yakishaitwa nguzo ndani ya hija ni mambo ambayo lazima yatendwe na hayazibiki kwa kufidia. Lakini kuna mambo mengine ni lazima kufanywa, lakini ikitokea dosari yanakubali kufidiwa. Kwa mfano, kule kutia nia, inatakiwa mtu atie nia akiwa ndani ya mipaka ile tunaita miqat, kwenye vituo maalum ambavyo sheria inasema kama unaenda hija au unaenda fanya umra usivuke hapa ila uwe umenuia. Ukivuka kosa. Ukitaka kusahili usiadhibiwe, ufanyeje? Ima urudi kwenye kituo unuie tena, au kama utaamua kuendelea itabidi utoe fidia. Ni jambo la lazima, lakini pia linakubali kufidiwa. Moja ya hayo ni kule kunuia, ikawa unanuia kwenye kituo. Ile kuwa kwenye kituo ni jambo la lazima. Lisipofanywa litakulazimu utoe fidia. Lakini pia miongoni mwa mambo ya lazima katika hija tutakuja yaona ni kukaa siku kadhaa unalala pale Mina, na pia unalala Muzdalifa. Na tukisema kulala ndio lugha tu ya hija, lakini maana yake kuwepo. Tukisema kulala Mina sio lazima ukorome, uwepo pale, umelala, uko macho. Kama ilivyo
kusimama Arafa maana yake ni kuwepo pale Arafa. Umelala kweli ubavu, umestand up wima, hiyo ni lugha tu. Usije ukadhania imeandikwa katika vitabu alwuqufu bi Arafa, kusimama Arafa, ukadhani ni kukaa wima kama mstimu wa TANESCO. Ni kuwepo pale. Iwe umesimama wima, umelala, uko kitako, la msingi tokea adhuhuri mpaka magharibi uwe uko eneo lile. Ikitokea kuwa linakuchwa jua uko nje ya pale, ndio hivyo. Si umeenda uko kwenye msikiti kule, unaona msikiti ni mahala patukufu kuliko kwenye mahema, ujue hiyo kwa lugha ya vijana imekula hapo. Sasa ni lazima tujifunge na hayo. Kwa hiyo tunasema nguzo za hija ni kuhirimia, lakini pia kuzunguka Al-Kaaba, lakini pia kwenda Safa na Marwa, kunyoa au kupunguza. Wengine wanaongeza ya 5 kwa kiasi kikubwa, pia kuyapangilia haya mambo katika utaratibu huu, yani baada hili lifuate hili, baada hili lifuate hili. Lakini tutakapohiji sisi kuna na ibada nyingine pacha wake inaitwa umra, na hakika pia mmeshaisoma. Utofauti wa hija na umra ni nini? Ndugu yangu kwao, kuna hija na kuna umra. Hizi zote zinafanana. Hija na umra zinafanana sana. Hija unaingia kwa kuhirimia, na umra ndio hivyo hivyo. Kwenye hija kuna kutufu, na umra ndio hivyo hivyo. Kwenye hiyo hija kuna Safa na Marwa, na umra ndio hivyo hivyo. Kwenye hija kuna kunyoa kupunguza, na umra ndio hivyo hivyo. Mambo yanayotofautisha ni mambo matatu. Ni matatu ndio yanatengeza tofauti kati ya hija na umra. Jambo la kwanza, majina. Kuhusu jina, hii inaitwa hija na hii inaitwa umra. Jambo la pili ni wakati wa utekelezaji. Hija ina majira yake maalum. Alhajju ashhurun maalumat. Hija ina muda maalum, sio muda wowote. Muda unaweza kufanya ibada ya hija sio kufikia kilele, ile kuamua tu kuanzia sasa nimenuia. Unaweza mwezi wote wa mfungo mosi, kutoka mosi mpaka unamalizika, na mwezi wa mfungo pili, na siku 10 za mwanzo za mwezi wa mfungo 3. Hii kipindi chote hichi mtu anaweza akatiania akawa yumo ndani ya hija, anasubiri tu baadhi ya matendo kuyafanya kwa wakati wake. Yani kama vile unavyoweza kuirefusha swala, adhuhuri imeingia saa 7, Allahu akbar, ukasoma sura al-Fatiha, unapachika sura tu, lete Bakara yote, lete Ali Imran yote, mpaka saa 8, mpaka 8:30, mpaka 9 kasoro, ndio Allahu akbar, na sala inasihi. Si ndio? Hakuna kubatilika sala, inasihi. Kwa hivyo hija ina miezi yake maalum, wakati umra muda wote. Nadhani msikia watu wameenda umra. Kwa hivyo tofauti ya pili hija na umra, kwamba hija ina miezi maalum na umra inafanyika muda wote. Tofauti ya tatu na ya mwisho, baadhi ya matendo yanatendwa kwenye hija tu, lakini hayatendwi kwenye umra. Kwa mfano, kwenye hija kuna kusimama Arafa, kwenye hija kuna kukaa Mina, kwenye hija kuna kupiga mawe si shetani, kwenye hija kuna kulala Muzdalifa. Kwenye umra mambo yote hayo hakuna. Kwa hiyo huu ndio tofauti mkubwa. Lakini katika utekelezaji wetu wa mara ya kwanza kwa Muislamu, inapotajwa hija basi na umra lazima iwepo. Ndio maana imekuja wa atimmul hajja wal umrata lillah. Timizeni hija na umra kwa ajili ya Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhiarisha kuchagua mfumo gani tutumie. Manake iko mifumo mitatu ya utekelezaji wa ibada hii. Kila mmoja ukiushika
mwisho matokeo ndio yale yale. Unajua, unaweza ukaona mfumo hapa unaona kama kitu kingine, lakini mnaishia kwenye matokeo mamoja. Lengo la Allah itimizwe hija na nini na umra kwa ajili ya Allah. Sasa nafanyaje? Unaweza ukaanza kunuia kuitekeleza hija peke yake na ni kutekeleza umra. Uko kwenye kituo husika ukanuia mwenyewe nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik allahumma umra, bas unaleta kauli mbiu ile labbaik allahumma labbaik, unafanya mambo yako, unaingia msikitini, unazunguka al-Kaaba mara 7 kwa utaratibu ambao mmeelekezwa, unamaliza unapata sunna yako pale ya rakaa 2 makamu Ibrahim au eneo lolote la msikiti linalowezesha kukaa ukasimama ukafanya, unakunywa zamzam yako, unaenda Safa na Marwa, unanyoa au kupunguza. Ukifikia hatua hiyo umra imekamilika. Kwa wale wenye miiko ya nguo, unavaa nguo za kawaida, unakuwa mtu wa kawaida, unasubiri ifike mwezi 8 mfungo 3 unuie hija peke yake. Sababu hii umra tayari ishaweka kwenye kifurushi chake. Unakuja unanuia hija peke yake mwezi 8 na mikati yako ni pale ulipo sasa, sio uende kituoni. Mtume sallallahu ashasema aliye ndani ya Maka awe ni mkazi au mpita njia, maadamu ushakuwa pale kituo chako cha hija ndio pale pale ulipo. Kwa hivyo mwezi 8 atanuia tena hija kwa miiko ile ile, hatofanya hili wala hili wala hili. Kisha atatoka Maka ataenda Mina, atalala pale. Kesho yake ataenda viwanja vya Arafa mwezi 9, atashinda pale. Jioni yake atatoka pale ataenda Muzdalifa, alfajiri atasali asubuhi mwezi 10 hiyo mfungo 3, anarudi tena Mina, anapiga mawe kwenye kikuta kimoja kinaitwa Jamaratul Aqaba. Waswahili wanaita shetani mkubwa, lugha ambayo ya kukerwa tu, lakini sio ukweli. Vile ni vikuta tu vimewekwa kuashiria kwamba tunataka upige sehemu hii na jiwe lako lidondokee hapa. Ni kama vile target tu, lakini kwa kuwa asili ni kupambana na shetani, basi watu wanakuwa na usongo na hasira. Mwingine anavua hata maviatu yake ebuebu ya vikindu yale ya kisemvule, anapiga pale. Mwingine anachukua dongo, jiwe kubwa. Kwa kweli vijiwe vinavyotakiwa kutumika vidogo vidogo kama hivi tu, kama haragwe au nini, njugumawe vile au njegere nini, ndio njugumawe, kiasi kwamba hata ikitokea bahati mbaya umepiga umekosea target, imempiga mtu asidhurike, aone nini kijiwe. Lakini sasa mwingine kwa hasira ya huko nyumbani, shetani amemtenda nini siji katendwaje, anakuwa kwa kweli na chuki na hasira, mtu anachukua shenzi na kusonya au kopo mikebe mbalimbali. Kwa kweli lazima tujidhibiti, ile ni ibada, lazima ichukue nafasi yake. Akishafanya hivyo mwezi 10 zinabaki siku zile za kukaa Mina pale. Akitaka atakaa siku 3 zile tunazoziita ayamu at-tashriq, ambayo ni mwezi 11, 12 na 13. Kwa sababu ibada ya hija hii imekuwa utalii, siku utaona watu wanakaa karibu siku 20 na wengine hata mwezi, wengine miezi, lakini siku zenyewe za mchaka ni siku 5 tu. Mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, 5 kwa 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hizi siku 6 tu. Ina maana gani? Kama mtu anajiweza kwa nafasi yake na mamlaka yake, visa anayo, asubuhi mwezi 9 mfungo 3 akarusha kidege chake mpaka Jeddah, akakodi gari pale, akaenda viwanja vya Arafa kuanzia adhuhuri au saa 8 9, ikamkuta kule mpaka jioni, huyo hija yake iko sawa, iko sawa. Siku za kindakindaki ni hizo: mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10. Alafu kuna siku 3 tunazoita ayamu tashriq, ambapo ni mwezi 11, 12, 13. Hizi ndio siku maadudat.
haji wangu unaposoma wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah kwa sana katika masiku yanayohesabika machache, ni hizi ayami tashriq, mwezi 11, 12, 13. Tunafanya dhikri kwa wingi, kwa takbira na tahlil, kusoma Qur'ani, kuleta istighfar, kuleta salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Na una hiari kukaa mpaka mwezi 13 au ukaona wacha niondoke na mengine ukaondoka mwezi 12 jioni. Na ni ruhusa Mwenyezi Mungu iko kwenye aya hiyo hiyo, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi katika masiku yanayohesabika, ni 11, 12, 13. Kisha akasema faman ta'ajjala fi yawmaini, atakayekuwa na haraka aondoke siku ya pili, yani mwezi 12, fala ithma alayhi, hakuna cha dhambi, aondoke ruhusa. Wa man ta'akhara, atakayeamua achelewe mpaka afikie 13, fala ithma alayhi, chaguo ni lake, liman ittaqa. La msingi mtu afanye hayo kwa ucha Mungu. Kama kuondoka, uondoke tu uone kwamba kule Maka mjini nina jambo nataka nilifanye, nimalize hizbu yangu ya kuhifadhi Qur'ani, ya kuhitimisha. Maana liman ittaqa, ikiwa unataka kuharakisha iwe ni kwa ajili jambo la kiucha Mungu, sio kwamba wamechoka hapa, hakuna mkeka mkaka kwenye mahema, vumbi tupu, ushenzi mtupu hapa, mimi nitaondoka. Ukiondoka kwa unyanyapaa sio liman ittaqa. Na vile vile kama utaona uchelewe mpaka lichwe jua siku, yani mpaka umalize siku 13 kwa malengo mengine yasiyokuwa ya kidini, pia utakuwa umefanya dhambi. Kuamua kumaliza siku hizo zote 3 iwe ni kwa ajili ya ucha Mungu wako. Kama utaamua kuharakisha pia iwe ni kwa ajili ya ucha Mungu wako. Sasa ukifikia kufanya hivi ndio umemaliza hija yako yote. Na hija hii itaitwa hija aina gani? Ya kwanza umra, itamattu. Faman tamatta bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi, atakayefanya tamattu. Kutamatta ni kuenjoy, ni kuburudika, kupata raha kidogo. Sababu hija mchaka wake ukishahirimia tu, amna kutumia mafuta mazuri wala kunukia wala nini wala kukata kucha wala kuondoa nywele mwilini wala kubadili maguo hayo kwa wanamume, vishuka viwili vile ambavyo havina hata bukta ndani, marufuku kuvaa hata bukta. Jamaa itakuwaje? Itakuwa hivyo hivyo. Sasa kwa kweli inakuwa kashikashi yake sio ndogo. Na upande wa taasisi zetu wanatoa juzi moja au pea moja. Ukitaka ziada waone bwana Saimu unazo, unauza zile. Ukitaka hata nyingi ruhusa, lakini kipindi chote hicho uvae nguo za aina hiyo mpaka ikumalizikie hija. Sasa ukiinuia tamattu'i, ukimaliza ile umra yako, unaruhusiwa kuvaa nguo za kawaida. Unaruhusiwa kufanya yote ambayo ulikatazwa mwanzo mpaka ifike mwezi 8, unarudi tena katika miiko. Lakini ukinuia mifumo mingine ile toka ukikianzisha, ukae hivyo hivyo kama siku 10, 11 mpaka umalize. Ndio maana hii ikaitwa tamattu, kwa sababu haji anapata fursa tokea umra mpaka kuja tena kwenye hija, hapa kati anapata angalau kapumzi kidogo. Na kwa kuwa zote hizi karuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe chagua ile ambayo kwa hivi nitaweza kuipractice kwa raha. Usije ukadhania siku zote kwamba kila ukijiadhibu ndo thawabu nyingi. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Ma khuyira, hakupata kuhiarishwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakupata kuhiarishwa na Mola wake akamwambia Muhammad fanya jambo fulani, ukitaka hivi au kwa hivi, lakini fanya. Illa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhtara aisarahuma, huwa anachagua ile njia ambaye anaweza kutimiza wajibu kiuwepesi bila ya mbinde, ma lam yakun ithma, muda wa kuwa hapana dhambi katika utekelezaji wa aina hiyo. Sasa ukiangalia katika mifumo hii mitatu,
wa tamattu ni mfumo ambao hata walala hoi, watu wenye ndwele unawafaa sana, kwa sababu ule muda wa kashikashi unakuwa si mrefu kwao. Aina ya pili ya hija ni tofauti na hii. Hii tulianza umra ikakamilika complete, tukarudi uraiani, baadaye tukaanza tena hija peke yake. Sura nyingine ya pili kinyume chake, uko kwenye kituo unanuia hija peke yake bila ya nini, ya umra. Unafanya matendo yote ya hija, simama Arafa, baki Mina na kila kitu mpaka hija inakamilika kamili kwenye kifurushi chake. Baada ya hapo unatoka pale msikitini ulipo, unaenda eneo jingine, unanuia umra. Kuna mahala karibu pale Maka unanuia umra peke yake, ili hija hii jumlisha na umra hii unapata wa atimul hajja wal umra. Kama ilivyokuwa umra ile jumlisha na hija hii unapata wa atimul hajja wal umra. Na kuna njia ya tatu, tukia hapa nia yako, ya Rabbi, hivi nitakavyofanya naomba unichukulie ndio hija na ndio umra, naingiza umuhumu, najua kuna baadhi ya matendo yatakosekana. Na ndio maana dini ikasema kwa kuwa yako mambo yatakosekana, hija ya mfumo huu utatoa na mnyama. Kama ilivyo tamattu utatoa na mnyama, kwa sababu hapa kati tulikupa ahweni kidogo ukapumzika. Na kwenye hii ya pamoja inaitwa qirani, ina combine hija na umra, vinafanywa kwa wakati moja, vinaenda sambamba kama mataruma ya reli vile, ikikunja imekunja yote, yakirudi hivi yamerudi kwa yote. Sasa hii ni mifumo ameelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukifanya wote matokeo yake yanakuwa ndio mamoja. Tofauti yake iko hapa machoni tu. Hii inaitwa tamattu ya kuanza umra, hii inaitwa ifrad ya kuanza hija, hii inaitwa qirani ya kukombaini, unanuia kufanya yote kwa pamoja. Baadhi ya matendo unasameheka, ambaye ukisha tufu kwa ajili hii na hiyo nyingine ndio isha kwenda. Na katika Uislamu viko vitu vingi Waislamu viene namna hiyo. Wewe unaingia msikitini, sunna kwako unaambiwa usikae mpaka ufanye nini? Ukaingia ukakuta sala imekimiwa, ukishamaliza salamu unasali tahiyatul masjid. Lengo la dini uwe na adabu, usikae bila kusali. Na ikakutokea hivyo, basi sio tena mpaka ile sala yenyewe iwe na jina hilo hilo tahiyatul masjid. Ala kulli, hii mifumo mitatu ya utekelezaji ikitekelezwa, wewe haji umetimiza wajibu wako. Kikubwa ni namna gani wewe unaitumia fursa ya kuwepo Maka. Miongoni mwa mambo muhimu baada ya kujua Maka pana utukufu huo, utukufu wa asili, Allah kaifanya ile Baitul Atiq. Nakumbuka hata wale jamaa zetu wa Saudi, kwa kuzingatia ukitoka kule Arafati unaambiwa waje kuizunguka nyumba kongwe, nyumba ya kale. Wamekubaliana wale watawala, hata wakifanya nyongeza ule msikiti kuna material maalum wanaotumia ya yale matofali, mitofali mieusi, utadhani jengo hili lina miaka 50. Hata kipande kijengwa kimeongezwa leo, hawatumii yale wanatumia mitofali inayoonekana kama mikongwe, ili lile jengo lionekane kama mgofu fulani hivi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema Baitul Atiq, nyumba kongwe ya kale. Sasa kongwe ionekane huku ina shadow ina nini? Hapana. Hawa tofauti kabisa utakavyokuja kuona msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ule msikiti wa Maka kwa kiwango fulani usafi ni mkubwa, lakini muonekano wake unaonekana kama ni jengo la zamani hivi, ili likidhi maelekezo ya aya ya Qur'an. Turudi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuagiza itangazwe hija. Nasikitika sana, kuna safari moja tumefanya jaula katika nchi. Sheikh mmoja sasa, umesikia wapi? Mambo gani haya? Umeshasikia hija? Mtume alizurura kutangaza hija. Sheikh imemfichikia kauli ya Mwenyezi Mungu, adhin fi an-nas bil haji. Kumbe ana akili za kitaasisi.
alikuwa tuna akili za kitaasisi, sio kwamba hajui kusoma. Akili zilimjia tu za kitaasisi. Sipo tukizunguka hija tuko tunawaambia sisi ni I travel. Elimu tunayotoa ni ya kumfanya mtu ajue thamani ya kuhiji. Umehiji na I travel, umehiji na manasiki, umehiji na baraza kuu, kokote tunataka tuone Muislamu anakwenda hija. Ndio shida yetu kubwa. Si vinginevyo. Allah anachota hii mitaasisi imekuja juzi tu kwa ajili ndio utaratibu wa nchi zetu na utaratibu wa kule. Uweze kwenda mtu binafsi ukapata mapokezi, ukapata huduma. Ndio hicho tu. Mimi jangu kwanza nilihiji bila ya kuwa na taasisi. Nilikuwa na fursa na mwaka gani? 79. Nilikuwa nasoma kule nikaona niko huku peke yangu. Chini ya flyover limenichwea na lala hapo. Sina kupotea. Kupotea una kundi la watu waoni ndio wako wapi wale. Mimi nilikuwa sina mtu ninayemtafuta. Mji wenyewe naujua. Sina mtu ninayemtafuta nimuone. Sina mtu ninayemtafuta nimuone. Lakini ilikuwa mara ya mwisho nimkuta mzee wangu mmoja, marehemu sasa, alikuwa amehiji. Wakati ule wanaopeleka hija alikuwa ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA peke yao. Hakujawa na taasisi nyingine. Sasa nikamkuta mtu mmoja, vipi? Mbona uko hapa? Nimepoteana na wenzangu. Kumbe bahati mbaya maskini usimamizi ilikuwa ndio hivyo tena, wale washasafiri. Yeye amemwacha pale. Hajui pa kwenda. Twende bwana. Tukamuokota sisi wenyeji wa miji ile. Tukao wenyeji. Tukamsaidia. Mashaallah nilipata ndugu na mimi. Ilikuwa mzee mpaka anafariki alikuwa ananikumbuka. Mahali shahidi ni kwamba sasa hivi huwezi kuhiji ila uwe chini ya utaratibu maalum. Na hata mliosikia mwaka uliopita, mwaka jana, watu wengi walikufa wale ambao walihiji kwenye mfumo sio rasmi. Mfumo ukiwa rasmi, wewe una hoteli yako, ina huduma zote za kupoza hewa kutoka joto kuja baridi, kupunguza baridi kwa ya kawaida, utakula kwa wakati, utakunywa kwa wakati, utaenda msalani kwa wakati, utaoga kwa wakati unataka wenyewe. Msimu haija vyakula viko hata vya bure, wanagawa wafadhili. Mtu anataka ajue tu kwamba hija hii nimelisha watu angalau 1,000,000 na mimi. Unasimamishwa ili uchukue take away pale, kuna wali, kuku, nini, matunda, maziwa. Lakini unakulia wapi? Juani. Hakuna miembe na mikoroshi kule, hakuna. Juani. Na jua lilifikia mwaka huu tuliomaliza sisi mpaka 50 degree joto. Mtu unamuona kabisa amekaa hivi asukuma miguu ndo anakata roho. Wenye mifumo maalum ni wachache sana, hadi zao zimefika, lakini hawakufa kwa zahama hizo, sababu wakiwa vimbani mwao mahotelini kuna viyoyozi, kwenye mabasi yao kuna viyoyozi. Bali nakumbuka tulipewa sisi mpaka vifeni vidogo. Pengine unatembea nje ya nyumba yako ili upoze hewa. Kwa hiyo kwa sasa kuwa na mfumo rasmi ni lazima. Na ndio huo umeongezea ughali. Lakini zamani ile umeenda kwa punda, kwa farasi au kwa kifaa kile nilichosema mwanzo, ukifika kule hakuulizi mtu. Wewe inawezekana kila ukiona adhuhuri tayari unasimama pale, linakuja gari lile, wanagawa vyakula. Vimekwisha, leta vingine. Uchoke wewe tu. Kwa sasa hivi lazima kwa utaratibu huu. Kwa mantiki hiyo tunachosema ni kwamba wewe una fursa ya kipekee katika kujitengeneza. Allah ukitaka kujua ametaka twende vile vivutio vingi, mojawapo ni hiki cha kwamba kuna manufaa mengi ya dunia na akhera. Lakini kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema swala yeyote inayoswaliwa msikitini humu inalingana na swala za misikiti mingine kwa 100,000. Ina maana Muislamu ukiswali ndani ya msikiti wa Makka, itaidi uswali ndani. Usifanye makusudi kuswali nje. Hata kama kuna kauli za wanavyuoni wanasema hata ukiswali nje maadamu yote Makka ni sawa, usikubali kuishi na tofauti za wanavyuoni. Fanya kitu ambacho hakina mizozo. Kwa sababu wale utofautiana, ukiswali nje je, itakuwa ni sawa na hiyo? Hawana mashaka. Ukiswali ndani je, wana matatizo? Lakini wapo wanasema ukiswali nje hupati hizo. Sasa wewe swali katika mfumo ambao hautakaa kwenye kundi lenye mashaka.
Na ukijitahidi kuwa unaswali msikitini, hata leo ikikuponya kwa bahati mbaya, Allah atakuandika zile zile, kwa sababu nia yako ni kuswali msikitini. Usiweke mazoea ya kuswali chumbani kwako wala hotelini kwako, ingawaje ndio pale pale Maka, ingawaje ni ardhi ile ile ya haram. Hebu swali kama alivyosema Mtume Mwenyezi Mungu, swala kwenye huu msikiti wa Maka inazidi nyingine kwa wastani wa 100,000. Kikokotoo unacho, hebu fanya hesabu. Mtu aliyoswali Maka asubuhi, aliyoswali adhuhuri, aliyoswali alasri, aliyoswali maghribi, akaja swali isha, wewe uishi miaka mingapi ndio umfikie yeye aliyoswali siku moja pale? Sasa wewe, kwa uchumi wetu wa kawaida, hela nyingi sana hizi. Pesa zikishatajwa milioni 10 kwa sisi wa kawaida ni pesa nyingi. Kweli sio kweli? Unaenda pale unakuwa huna, yani pale unakula, huoshi chombo, huondoi chombo, hupiki, hupakui, huendi mazikoni, huendi kuangalia wagonjwa. Unakosaje fursa ya kutumia hizi? Lakini wallahi kwa vitimbi vya shetani wako Waislamu wanaochagua kuswali vyumbani mwao, hotelini. Ukiuliza hii hoteli nayo iko hapa hapa Maka. Wapo wanaoamua kuswali misikiti ya jirani isiyokuwa enyewe ile Maka. Mtu yuko karibu na hoteli pengine kwa dakika 7-8, yuko karibu na msikiti mtukufu wa Maka, anafanya makusudi aswali misikiti ya kawaida. Wallahi imtihani, ni dalili mbaya. Wewe kama utakaa siku 10 pale Maka al-Mukarrama, ukajipinda swala zako zote unaswali jamaa ndani ya msikiti, ila ikutokea bahati mbaya, huyu wa nyumbani itabidi achukue mamia ya miaka ndio akufikie wewe. Vivutio vyote hivi ameweka mlipaji Mwenyezi Mungu ili kukutaka wewe uwe na pupa ya kwenda kufanya hizi ibada, kutumia fursa. Lakini kwa upande mwingine, wewe ambaye ushajaaliwa kwenda, ujue thamani yako wewe ni ipi, ujue kwamba hiyo bahati uliopewa ni kubwa na usiichezee. Mtu akirudi kutoka Maka kama alifanya lillah, anarudi akiwa amejizolea thawabu nyingi. Ndio maana wewe muda wote huu unatakiwa ujichunge, kama watu wa pwani wanavyochunga wale maharusi, ataolewa mwezi ujao kuanzia sasa, hata kuambia wapike, saa nyingine anambia asipike asije akaondoka na kovu la moto kwa mume. Wewe hapo ulipo, kwa ile dhamira yako ya kwenda hija, tayari hapo dini inakutaka ujichunge kuliko ulivyokuwa ukijichunga kabla. Na ndivyo tunavyoshauri, jichunge hata maskhara yaliyopitiliza wewe na watu wengine. Mwingine hasidi, anajua huyu ataenda hija mwaka huu, anakufanyia jambo, umembakua hivi, mmesikubali. Sikubali, umechukuliwa, wala utakweka ndani tu, wala usimani acheni mimi na hija. Si hatujui hiyo. Kumbe nia yake iondoke ndege, ushakosa, basi shamsamehe mpaka mwakani. Wewe ushapotea. Kwa kweli ni kipindi cha kutahadhari sana nyinyi mahujaji ambao mmejifunga kwa ajili ya Allah, kuepusha chokochoko za kibinadamu, chokochoko kati yako na mamlaka nyingine, ili isije ikatokea bahati mbaya uliyosababisha wewe mwenyewe ikakukwaza ukabaki hapo. So mahasidi wako wengi, na hii kupata nafasi wewe kwenda Maka ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu, lazima uzienzi. Lakini enzi ukishafika Maka, kweli nimefika. Sasa mgao unakumbuka jamaa yako yule, unamuuliza unasemaje kweko hapa Madina? Unasema nini? Yule mzee Mirajibani yule akamwambia, naona kama naota. Kweli mimi Mirajibani, kweli mimi niko Madina hapa? Yani anajifinya hivi awe na uhakika ni kweli au swala la usingizi. Hakutarajia. Sasa tumia fursa ya kuwepo kwako Maka kufanya mambo ya kheri mbalimbali. Na milango ya kheri pale ni mingi kama ilivyo huko, lakini tunacholilia pale thawabu nyingi. Kila kitu wanasema ukiswalia maiti pale sawa na kwingine 100,000. Ukiswali swala ya sunna pale sawa na kwingine 100,000. Na nilipotaja hili ni maiti, nimependa nimekumbuka nitoe angalizo kwa mahujaji wetu. Wengine wanaogopa bali, tutaondoka lini hapa? Vipi? Kwa sababu kila siku ni mara chache itokee Maka ile, Madina ile,
uswali jamaa, msiswalie maiti angalau 6-7. Allah. Sasa mwingine tutaondoka nini vile hapa? Anadhani kwamba yule malakul mauti atafuta mahujaji tu. Hapana. Malakul mauti sio mwanga bwana, wala sio mchawi. Malakul mauti ana ratiba yake, ana watu wake. Ikitokea ndio mimi na wewe, alhamdulillah. Yani msipate hofu, yani kitu cha kuswalia maiti pale kila sala ni kitu cha kawaida. Ikitokea haikuwa hivyo ni kama uchuro vile. Lakini mnamaliza swala, as-salatu ala al-amwat yarhamkumullah. Jamani, kuna kuswalia maiti hapa, Allah kurehemni, tuwasalie wenzetu. Wewe pale ulipo huona, lakini kama utakaa upande ule ambao mtauona, upande wa Marwa, yanakotokea unaweza kukuta pengine hata yako 20 pale. Maiti 20 pengine ziko pale. Kitu gani kinatokea? Ndio sisi mahujaji tunaviziwa kule? Allah akikutaka popote anakuchukua. Allah hakuvizii mahala. Mimi nikikutaka wewe ndio nitakuvizia mahala, jua hapa hawezi kukimbia. Kinachotokea, watu wote wa jiji la Maka na wa jiji la Madina, kama mtu atafiwa saa 3 asubuhi, saa 4, anavizia kumwandaa maiti wake amlete hapa msikitini ili apate kuswaliwa na maelfu ya watu hawa ambao kwa asilimia kubwa ni watu waliofutiwa dhambi zao. Ndio wanachokifuata. Kwa inawezekana au mnasikia pengine wote hamna haja hata mmoja. Ndio kinachotokea hivyo. Kama ingekuwa hapa pengine akifia Temeke anaitwa Mtoro, akifia nini utakuta pale Mtoro kila siku tunakufa. Hapana, wanaletwa kwa sababu hiyo. Nimependa nilisema hilo sababu kuna mama mmoja alisema tutaondoka lini hapa, yani ana kihoto, mwambie ikiwezekana tuondoke hata sasa hivi, akimbie kufa. Hapana. Wanaokufa ni watu kwa ahadi za kawaida, ila ule wingi unaoona wanafanya makusudi watu kuandaa maiti wao, unaita pale maiti wako ili aswalie na watu waheri wanaoswali pale msikitini. Nimependa kutoa angalizo moja hilo. Lakini pia angalizo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria hizi za dini, Mungu amejalia kuwapa vipaji watu wengi duniani, lakini waliowahi kujulikanwa madrasa zao, kujulikanwa ilmu zao ni madrasa kuu 4. Madrasa ya Imamu Ahmad bin Hanbali, ya Imamu Abu Hanifa, madrasa ya Imam Malik, madrasa ya Imamu Shafi'i na madrasa ya Imamu Ahmad bin Hanbali. Hawa wote ni watu waheri, hakuna mtu anayewaguna. Ukanda wa kwetu Afrika Mashariki huku, elimu kubwa ya mashehe wameipokea ile aloinadi Imamu Shafi'i, madrasa ya Imamu Shafi'i, pamoja na Indonesia na Misri na kwingineko. India, Pakistani, Bangladesh na kadha huko ametamalaki sana Imamu Abu Hanifa. Mauritania, Afrika Magharibi, Ghana, Guinea na kwingineko huko sana Imamu Malik ndio kwa sana. Nchi kama Saudia na kwingineko sana kule wamempokea Imamu Ahmad bin Hanbali. Kitu ambacho napenda niwaambie mahujaji wetu kama angalizo, mnaweza mkakuta baadhi ya mambo si kama vile mlivyozoea. Msije mkadhania mambo gani tena haya. Ni dini iko sawa wala haina shida. Kwa mfano, Imamu Shafi yeye ameona ni jambo zuri kwenye kila swala ya subhi watu rakaa ya pili wakitoka Samia Allahu wasome dua ile inaitwa qunut. Imamu Ahmad bin Hanbal asema hapana, alipopokea yeye kunuti inasomwa wakati wa dharura tu, kama hivyo watu Gaza wanauliwa ovyo au matukio yote ya hatari, itaombwa ili Mungu aondoe balaa, na sio kwenye asubuhi, kwenye swala yote ile. Lakini pia kunuti itakuja fanyika kwenye witri kuanzia mwezi 15 Ramadhani kuendelea. Yeye ndio alivyopokea, anaenda hivyo. Sasa miongoni mwa kitu ambacho hutokiona kwenye swala ya asubuhi ni kunuti. Usifadhaike ukasema ikiwa hivyo nitaswali peke yangu, wale hawakunuti. Kunuti kwani sisi mtu tumeshafia kunuti fardhi, kunuti nguzo. Kuna mwanachuoni anasema ikiwa hakuna kunuti swala batil. Usitaharuki,
usitaharuki kuona maiti nyingi, na usitaharuki kukosa kunuti. Lakini pia katika kuomba, sisi mashekhi zetu huku wanatuhurumia, kila siku wanatufundisha namna ya kuomba tukimaliza sala, sababu kilichothibiti kwamba ikimalizika sala mtu usiondoke. Hebu lete mdhukuru Mwenyezi Mungu, sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, alafu utafunga kwa kuleta ile ya 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mpaka mwisho. Sasa ile ni sunna, watu wafundishwe. Sisi imezoeleka tu, mashekhi wetu wanatufundisha kila siku kila kutoa salamu subhanallah, wakufundisha huko. Hatujaelimika, tumezoea hivyo. Mazoea yale tusidhani ndio matakwa ya dini. Maeneo mengine wanajua wewe ushajua, imamu akitoa salamu pale Hudhaifa anakuachia mwenyewe kazi yako. Umetaka utaleta, utaki utajiondokea. Sasa usije ukasema kule ndo hata dua hakuna, wakukwambia Fatiha kule hakuna. Ukiona shida yako ya kuomba, omba mwenyewe, kwa sababu dua omba mwenyewe. Sasa nimetoa angalizo sababu kuna baadhi ya ndugu zetu wanataharuki sana. Ndio kulivyo huku, hata dua hakuna huku, kutoa salamu tu watu wanaondoka. Pana. Hata huku ilitakiwa hivyo hivyo. Ila huku wetu wana huruma, kila sala sababu utahajajua subhanallah alhamdulillah unaletewa. Sasa vitu hivi mkiviona visiwape taharuki, sababu kuna mtu mmoja alifanya ujinga, alihija akawa anatega kusala ya swali peke yake, swala ya subuhi, kwa sababu haina kunuti ya kule. Hivi tumetaka mvifahamu mahujaji wetu, ili msipoteze fursa ya kusali nyuma ya imamu. Ukiuliza vipi, hako kunuti. Na wale ndugu zangu ambao wanasoma kunuti, uchache wake, Imam Ibn Qasim mwenye Fathul Qarib al-Mujib, yeye anasema walau qanata bidu'ain, lau mtu alisema kunuti kwa kuleta dua tu, kwa mfano sema rabbi ighfirli, au alisema rabbana ighfir lana, kiasi hicho tu, hakusema zaidi ya neno rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kasema maneno hayo tu, sema tayari tunasabuka kunuti. Sasa kama na wewe mzuka wako lazima iwe hivyo, ule muda Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida, unakutosha wewe kuleta maneno hayo. Lakini sio swali chumbani mwako ukose fadhila ya kuzipata nyingi zile kwa jambo kama hilo. Haya matatu tumeona tuyatoe kama angalizo, kwa sababu tumeona yanatutafuna. Lakini la nne, baadhi yetu wanakuwa wavivu wa kuswali wakiwa pale Maka. Wakifika Maka tu ile hamu ya Maka imekwisha. Hivi sasa ndugu yangu wewe anamuona anachelewa mpaka tarehe 18 28. Lakini wengine wakishafika tutarudi lini?